Mwambie tu Bwana, mwambie kama sio wewe. Ongeza sauti yako, mwambie tena. Yes, umejawa Bwana, umejawa na rehema, umejawa na rehema, nane kama sio wewe, ningekuwa wapi kama sio wewe. Mwambie tu Bwana, mwambie Yesu kama usingekuwa wewe. Ropo shakandarabako, risandarabakoria. Mwadhimishe kwa kinywa chako, mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana. Mtu wa Arusha, mwambie usingekuwa wewe Yesu. Risandarabakoria. Kuna watu wako mahali hapa, asingekuwa ni yeye. Ropo shakandarabako, risandarabakoria. Mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana. Risandarabakoria, rikandarabakoria, ropo shakandarabaka, rikandorisanda, ropo koshanda. Yesu, tunakuadhimisha e Bwana. Rikandarisanda. Endelea kumwadhimisha kwa kinywa chako. Orikanda, orisandarabakoria. Kuna watu wako mahali hapa wanajua kabisa, asingekuwa ni yeye wangekuwa wapi? Rikandarabakoria, oroboshaka. Endelea kumwadhimisha Bwana, endelea kumwadhimisha. Mwambie tu ninakushukuru, mwambie kwa kinywa chako, mwambie Yesu ninakushukuru. Ripo sakandarabakoria, risandaraba. Asingekuwa yeye rikondo ribosaka. Natamani kuona watu wanaomwadhimisha Bwana kwa kinywa vyao, kwa vinywa vyao. Ropokonda, rikanda. Yeye amekuwa mwema, yeye amekuwa mwaminifu. Rikanda rabakoria. Endelea kumwadhimisha, mwadhimishe tu Bwana. Rapakanda, risanda rabakoria. Rapakanda, rikonda raba, ribosa, rikonda, rapakanda. Kuna watu wako mahali hapa wanatambua kabisa, isingekuwa neema ya kwake, wakati mwingine wangekuwa wameshakufa, lakini kwa ajili ya neema ya kwake, mpaka leo wanaishi. Ripokonda, oroboshaka. Endelea tu kumwadhimisha, mtu wa mahali hapa. Orapakandaraba. Yesu, ndio Bwana. Wewe ni mwaminifu, Yesu. Umekuwa mwema e Bwana. Umekuwa mwema kwa ajili ya huyo mama. Ropokondarabaka, risandarabakoria, rapakanda. Wakati mwingine tunaweza tukawa tuna maneno mazuri ya kumwambia, lakini tumia hii nafasi kumwambia, Baba yangu ninakushukuru
Baba yangu ninakushukuru, Baba yangu ninakushukuru. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu. Risandarabaka. Oh, nilichekwa sana, nilizarauliwa sana, lakini neema ya kwako ilinibeba. Oh, repakanda. Kuna wakati nilikataliwa, lakini wewe ulinikumbatia. Kuna wakati niliachwa, lakini wewe ulinisaidia. Wewe uliniwezesha, wewe uliniwezesha. Oropokonda risandarabaka orikandaraba. Endelea kumwadhimisha, endelea kumwadhimisha Bwana. Hatuna namna nyingine ya kumwelezea, ya kumwelezea, ya kumwelezea isipokuwa ni kumwadhimisha kwa vinywa vyetu, kwa vinywa vyetu. Yesu, Yesu, Yesu. Baba, Yes. mimi ninakuabudu. Yes. Yo Bwana. Baba, Ndio Bwana, ndio Bwana. mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama. Baba, Yes, Lord. mimi ninakuabudu. Yes, Lord. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua. Mimi nina kanisa, tumwambie baba yangu, baba yangu, baba. Kwa Mimi sauti. ninakuabudu. Mimi mbele zako nainama. Mimi mikono yangu Bwana wangu, mimi ninakuabudu. Kwa mara ya mwisho, Baba. Yes, Lord. Mimi pase Bwana sauti ya Baba. Mimi mbele zako, mbele zako, mbele zako. Sina Mungu mwingine, mikono yangu Bwana. Baba. Yes, Lord. Mimi. Yes, Lord. Baba. Ndio Bwana, ndio Bwana. Mimi. Yes, Lord. Mikono yangu, mikono yangu, mikono yangu Bwana. Endelea tu kumwadhimisha, Mbele zako endelea tu kumwabudu, endelea tu kumwabudu, nainama. Mbele zako, mbele endelea zako. tu. Baba, 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 mikono yangu nainua. Mimi mbele zako nainama. Sina Mungu mwingine ninayemsujudia ila ni wewe peke yako Baba yangu. Ni wewe peke yako Baba yangu. Baba. Oh. Jioni ya leo Baba yangu,
mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. mbele zako nainama, mbele zako juu ya familia yangu, mbele zako juu ya ndoa yangu, mbele zako juu ya watoto wangu. Yes, Lord. Hallelujah. Hebu mchapie Bwana makofi ya shukrani. Ongeza tena makofi ya shukrani mbele za Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Basi ninaomba uketi kwa dakika chache. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wangapi wana amani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa neema na fadhili zake, siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kuweko mahali hapa kwa neema na rehema za kwake. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya jana tuliangalia kipengele ambacho kinasema kwa nini mtu aliye na wito ndani yake anapaswa kuwa na neema kubwa ya maombi ili yamwezeshe kuifikia kesho yake. Kwa nini mtu aliye na wito ndani yake anapaswa kuwa na neema kubwa ya maombi ili yamwezeshe kuifikia kesho yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliangalia kile kitabu cha Luka sura ya 22 na ule mstari wa 40. Takusomea Luka 22 na ule mstari wa 40 hadi wa 48. Maandiko nasema ya kwamba alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika ziki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi. Kwa huzuni akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Tuliangalia hicho kipengele siku ya jana na tukasema ya kwamba mtu yoyote ambaye ndani yake ana wito, au mtu yoyote ndani yake ambaye Mungu amewekeza vitu ndani yake, tukasema moja ya eneo analotakiwa kuzingatia sana ni kujitahidi sana kutumia muda mwingi kukaa magotini pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tuna watu wengi sana ambao kiasi kwamba Mungu amewekeza vitu vikubwa ndani yao, lakini changamoto kubwa ambayo imewakumba wakati mwingine ni kushindwa kudhihirika vitu ambavyo vimo ndani yao. Na ndiyo maana moja ya kitu ambacho Yesu aliwasisitiza wanafunzi wake kila mara ni katika swala zima la kuomba. Na ndiyo maana aliwaambia, ombeni msije mkaingia majaribuni. Shida sio kuingia kwenye majaribu, shida ni kutoka kwenye jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo maana watu wengi sana ambao wana vitu vikubwa au ambao Mungu amewekeza vitu ndani yao, wanajikuta wanapita kwenye mazingira magumu hujapata kuona kwenye maisha yao. Lakini shida kubwa sio kupita kwenye yale mazingira. Shida ni nini unachokifanya unapokuwa kwenye yale mazingira. Na shida nyingine ni unapopita kwenye yale mazingira una uhakika wa kutoka. Kwa sababu tuna watu wengi sana ambao kiasi kwamba walipopita kwenye aina fulani ya mazingira na vipindi walijikuta wanapotea. Lakini si kwamba Mungu alitaka wapotee au watu. Na wamepotea ni kwa sababu hawakuwa na muda mkubwa wa kukaa magotini pa Bwana. Na nilikusemesha siku ya jana, nikakutazamisha, nikakwambia moja ya kitu ambacho Yesu alikuwa anafanya kila wakati kwenye maisha yake,
maandiko anasema ya kwamba akapanda kwenda mlimani kama ilivyokuwa desturi yake. Maana yake swala la maombi kwa mtu ambaye amemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake sio swala la hiari, ni swala la lazima, kwa sababu aina ya vita tunavyopita kwavyo vinahitaji tukae magotini pa Bwana ili Mungu atuwezeshe na kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikusemesha jana nikakwambia ya kwamba kwa nini mtu wa namna hii anapaswa kuwa na hiyo neema kubwa ya maombi ndani yake. Nikakwambia moja ya kitu ambacho huwa kinawafuatilia sana watu wengi ambao wana vitu vya kimungu ndani yao, moja ya vitu ambavyo huwa vinawaandama na kuwafuatilia, nikakwambia ni roho ya ukengeufu. Maana yake hii roho inakufuata ili usimamie mapenzi ya adui, usisimamie mapenzi ya Mungu. Na ndio maana hata wewe ni shahidi, watu wengi sana, tuna watu wengi sana kiasi kwamba walianza vizuri na Mungu lakini hawakumaliza vizuri. Na ndio maana shida sio tu kusema umeitwa, shida baada ya kuitwa unafanya nini? Kwa sababu hata wana wa Israeli waliitwa, wakaambiwa mnatoka Misri mnaenda wapi? Kanaani, kwenye nchi ya nini? Ya maziwa na asali. Lakini cheki, ni watu wachache sana ambao waliingia kwenye nchi ambayo Mungu aliwapia. Lakini ukisoma maandiko si kwamba Mungu alikuwa hataki waingie, lakini kuna mahali walimisi. Na ndio maana hata wewe au mimi au mtu yoyote ambaye Mungu amemuita na kuweka kesho kubwa ndani yake, asipokuwa na neema ya maombi na kukaa magotini pa Bwana, ni rahisi sana kujikuta amehama njia na asijue saa ngapi amehama. Kwa sababu kila mara na kila wakati adui huwa anatufuatilia ili kutuhamisha. Na nilikusemesha jana nikakwambia Petro alimwambia Yesu ya kwamba Bwana, mimi niko tayari hata kufa kwa ajili yako. Lakini saa ngapi Petro asimkane Yesu? Ni kama ambavyo mimi na wewe tunaweza kusema, yani mimi sitamwacha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna aina ya mazingira ukibanwa unaweza ukajikuta unamkana. Na ndio maana ni mpaka Mungu aweke kitu ndani yako, ni mpaka Mungu akuwezeshe na kukusaidia. Kwa sababu mahali tunapopita wakati mwingine au vita tunavyovipitia sio virahisi. Kuna saa nilipokuwa kwenye chuo cha Bible tuliwahi kupewa karatasi ambayo inaelezea maisha ya mitume 12 wa Yesu. Nilishangaa sana nilipokuwa ninasoma, nikagundua hakuna mwanafunzi wa Yesu ambaye alikufa kifo cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakina Petro walikatwa vichwa, wakaning'inizwa, akaning'inizwa miguu juu, shingo chini. Anaambiwa tumkane Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine walitupwa kwenye mafuta ya maji, kwenye mafuta ambayo kiasi kwamba yamechemshwa yanatokota. Anaambiwa mkane au tukutupe. Lakini wakachagua kusimama na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine yani hakuna ambaye alikufa kifo cha kawaida. Wengine walisimamishwa kwenye milima mirefu wakatupwa. Nia tu ambayo adui alikuwa anatafuta ni kumkana Yesu. Sasa nilichojiuliza kwamba hivi kuna nini ambacho hawa watu walikuwa wamekiona ndani ya Kristo Yesu, kiasi kwamba wakati mwingine katika hali ya kawaida na ya kibinadamu yakitukuta sisi wakati mwingine ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama wetu ukilala njaa siku 2 unaanza kulalamika. Je, wakija sasa wanakuambia mkane Yesu wako. Bwana Yesu asifiwe. Au kuna wale wenzangu na mimi ambao unakuta amekaa zile nyumba za kupanga, akiwa anasikiwa anaomba siku ya kwanza ya pili wanakuja kumuonya, wakimwambia hatutaki tusikie unaomba, na anaacha.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa watu waling'ang'ana na Yesu kwenye maisha yao. Kwa nini? Kuna kitu ambacho walikiona ndani ya Kristo Yesu. Na ndio maana haikuwa rahisi hata kumwacha. Na ndio maana hata sisi tunapoamua kusimama na Yesu, moja ya kitu kitakachotusaidia tufike kule ambako Mungu amekusudia kwenye maisha yetu, tunahitaji tukae magotini pa Bwana kwa ajili ya kuomba. Kwa sababu kuna wakati mwingine tunaweza tukajifariji kwa maneno ya vinywa vyetu ya kwamba hata kama nitapita kwenye njaa au kwenye changamoto sitakuacha Yesu. Lakini watu wengi sana yakiwakuta majaribu na magumu ya namna hii huwa wanajikuta wanahama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, kama ni ugonjwa tu, labda umetembezwa kwa watumishi ambao unawaelewa wewe, wamekuombea afu hujapona, mwisho wa siku tunakukuta upo kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Na kumkana Yesu si mpaka kumwambia Yesu nakukana, au si mpaka kusema Yesu sikutaki, lakini matendo yako yanaweza yakamkana. Na ndio maana chochote unachokifanya kinaweza kikaashiria wewe upo wapi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watoto wa Mungu? Kwa hiyo tulipita siku ya jana tukaangalia kwenye hilo eneo na tukasema kama kanisa na kama watoto wa Mungu tunahitaji neema sana ya kukaa magotini pa Bwana, haswa hizi nyakati, kwa sababu pia wana wengi wa ufalme nyakati hizi wanageuka kwa kinyume na ufalme. Na ndio maana ni ngumu kuelewa kama Mungu hajakupa neema ya kukaa magotini pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya jana tukaangalia kipengele kingine, tukasema moja ya vita pia ambayo huwa inamfuatilia ni roho ya kukosa kibali na mateso makali kwenye maisha yake. Na tuliangalia mifano ya watu ambao waliwahi kupita kwenye mazingira ya namna hiyo. Mfano mojawapo tukamsoma ni Yesu mwenyewe. Maandiko yanasema ya kwamba alizalauliwa na kukataliwa na watu, mtu mwenye huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Lakini pia hakuishia hapo tu, walimsingizia, wakamtemea mate, wakamfanyia kila aina ya dhihaka. Na nikakwambia watu wengi sana ambao wamebeba vitu vikubwa na vya kimungu ndani yao, mara nyingi huwa wanajikuta hawapiti mahali pepesi. Kuna aina za vita huwa zinawaandama kwenye maisha yao, na hizi vita huwa zinawaandama, zinachotafuta ni kile walichokibeba. Nikakwambia jana, Herode alikuwa mfalme na ndevu zake, lakini alianza kupambana na Yesu mwenye miaka 2. Sasa kikawaida mfalme mzima aanze kupambana na mtoto wa hapa ndo amezaliwa na miaka 2, anaanza kutafuta kumuua. Maana yake kuna kitu ambacho alikuwa anatafuta kuua ndani ya Yesu. Sasa jicheki wewe ni kitu gani ambacho Mungu ameweka ndani yako, lakini jicheki, kwa sababu wakati mwingine labda hata wameshakumaliza na kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kitakachotuwezesha kama kanisa la Mungu, haswa kwa nyakati tulizo nazo, ni kukaa magotini pa Bwana na kumlingana Bwana ili atuwezeshe. Maandiko yanasema kwa habari ya Yesu, ilifika mahali akaomba kiasi kwamba hadi sura yake ikabadilika, akawa anatokwa jasho la damu. Na akamwambia Bwana, kama ni mapenzi yangu kikombe hiki kiniepuke, lakini kama ni mapenzi yako basi acha niende. Bwana Yesu asifiwe. Ni rahisi kusoma, lakini kama hujawahi kupita kwenye mazingira ya namna hiyo huwezi kuelewa. Na ndio maana tunapitaga kwenye baadhi ya mazingira ambayo wakati mwingine huwa yanahatarisha maisha yetu, lakini inatubidi tung'ang'ane kusimama na Mungu kwenye maisha yetu, kwa sababu tunajua kwamba bila Mungu hatuwezi jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na nilikusemesha nikakwambia watu wengi sana wakati mwingine wanapokutana na mazingira ya kukataliwa na wao huwa wanajikataa. Wanapokutana na mazingira ya kudharauliwa na wao huwa wanajidharau. My dear, alichowekeza Mungu ndani yako ni kikubwa mno kuliko unavyoweza kujichukulia wewe. Na ndio maana ukishaelewa hata ulichokibeba hutaruhusu mtu akudharau. Hata kama watu wakikudharau hautaruhusu wewe kujidharau. Kwa sababu kuna watu wakikataliwa na wao wanajikataa na wanakataa hata vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yao. Lakini haina maana kwa sababu watu wamekukataa, haina maana na Mungu amekukataa. Na ndio maana hata kama watu wote wakikukataa, uwe na uhakika Mungu atakuinulia watu wengine. Na ndio maana kadiri watu wanavyoendelea kukuchafua, na ndivyo ambavyo Mungu anavyokazana kukusafisha. Kadiri watu ambavyo wanaendelea kukuchengea ukuta, na ndivyo ambavyo Mungu anaendelea kukufungulia njia. Na kwa nini? Kwa sababu mwanadamu hawezi akashindana na Mungu. Na ndio maana unachotakiwa mtoto wa Mungu siku zote kwenye maisha yako, jitahidi tu kutembea na Bwana ukimlingana kila wakati. Hakuna mtu ambaye amewahi kutembea na Mungu akakwama kwenye maisha yake. Yatakuja ya kukukwamisha lakini hautakwama. Yatakuja ya kukuharibu lakini hautaharibikiwa. Kwa nini? Kwa sababu atakutangulia mbele yako na atakutengenezea njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini? Mara nyingi adui huwa anawinda kile ambacho tumekibeba ndani yetu. Vita vikubwa ambavyo Yesu alivipitia ni kwa sababu ya kile alichokuwa amekibeba. Yamkini hata wewe Mungu amekuweka aidha kwenye ofisi fulani, aidha Mungu amekupa mradi fulani, aidha Mungu amekupa chochote kile, kwa sababu tunatofautiana vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yetu. Lakini uwe na uhakika mtu wa Mungu, usipokuwa na neema kubwa ya kukaa magotini kuomba, utajikuta unakwama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wenzako wanakesha makaburini, wanaloga ili wapate nguvu za kuwafanya eza wakae kwenye nafasi fulani. Alafu na wewe hautaki kumtafuta Mungu kwenye maisha yako. Watu wengi wamekufa huku wana ahadi za Mungu. Na ndio nilijifunza kwenye maisha yangu, huwa sibweteki tu kwa sababu Mungu ameniambia unatoka Misri unaenda Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akakwambia unatoka Misri unaenda Kanani na usifike Kanani, usipokaa magotini pa Bwana na kumwambia ninafikaje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana unahitaji neema ya kukaa magotini pa Bwana. Unahitaji muda wa kumlingana Bwana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kitu kingine ambacho adui huwa anakifanya, kwa sababu adui, andika pointi ya 3, kwa sababu adui siku zote huwa anahakikisha anakuwekea mipaka na mazuio ya kiroho ili usifikie kesho yako. Kwa sababu adui siku zote huwa anahakikisha anakuwekea mipaka na mazuio ya kiroho ili usifikie kesho yako. Tuandike na kile kitabu cha Hesabu sura ya 21 na mstari wa 21 hadi wa 24. Kile kitabu cha Hesabu sura ya 21 na ule mstari wa 21.
Anasema, kisha Israeli akatuma wajumbe kumwendea Sihoni mfalme wa Waamori na kusema, nipe ruhusa nipite katika nchi yako. Hatutageuka kwenda mashambani wala kuingia katika mashamba ya mizabibu. Hatutakunywa maji ya visima. Tutakwenda kwa njia kuu ya mfalme hata tutakapokuwa tumepita mpaka wako. Anasema, lakini Sihoni hakukubali kumwacha Israeli kupita katika mpaka wake, bali Sihoni akawakutanisha watu wake wote, akatoka aende kupigana na Israeli jangwani. Akafika mpaka Yahasa, akapigana na Israeli. Israeli wakampiga kwa makali ya upanga na kuimiliki nchi yake, tangu mto wa Alnoni hata mto wa Yaboki, mpaka nchi ya wana wa Amoni, kwa kuwa mpaka wa wana wa Amoni ulikuwa una nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukisoma pia kwenye hicho kitabu cha Hesabu, ule mstari wa 33 hadi mstari wa 34, anasema, kisha wakageuka na kukwea kwa njia ya Bashani, na Ogu mfalme wa Bashani akaondoka apigane nao huko Edrei, yeye na watu wake wote. Bwana akamwambia Musa, usimche kwa kuwa nimekwisha. Bwana akamwambia Musa, usimche kwa kuwa nimekwisha mtia mkononi mwako na watu wake wote na nchi yake yote, nawe utamtenda kama ulivyowatenda Sihoni mfalme wa Waamori aliyeketi Heshboni. Basi wakampiga na wanawe na watu wake wote, hata wasisaze kwake mtu yeyote, nao wakaimiliki nchi yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimesema kwamba mara nyingi mtu ambaye ana wito ndani yake, moja ya kitu ambacho adui huwa anaachilia kwake, huwa anahakikisha anamwekea mipaka na mazuio ya kiroho. Sasa hii habari ambayo nimekusomea ni habari ya wana wa Israeli. Walikuwa wanatembea wakiongozwa na Musa ambaye alikuwa kiongozi wao, kwenda kwenye nchi ambayo Mungu aliwaapia. Na moja ya changamoto ambazo walikutana nazo njiani ni mipaka. Maana yake maadui zao walikuwa wanawazuia kupita. Na kwa nini walikuwa wanawazuia kupita? Walikuwa hawataki waende kule ambako Mungu amewakusudia wafike. Na ndio maana mara nyingi sana walikuwa wanapigana nao mpaka ambapo wanawashinda, ndipo ambapo wanavuka kwenda ng'ambo nyingine. Lakini ukija kufuatilia kitu ambacho kilikuwa kinasababisha wakutane na hawa maadui wawazuie kuvuka, ni kwa sababu ya ile ahadi ambayo ilikuwemo ndani yao. Na ndio maana kwa ajili ya ahadi ambayo walikuwa nayo, maadui zao mara nyingi walikuwa wanawaandama na kuwawekea mipaka na mazuio. Na lengo la mipaka na mazuio ni kukufanya usifike kule ambako Mungu amekukusudia. Na ndio maana hata pia kuna watu wakati mwingine mko mahali hapa, Mungu amewekeza vitu vikubwa na vingi ndani yenu, lakini tukikucheki au kijitazama, unaona kabisa kuna kitu kimesimama, kimezuia maisha yako. Na kama kuna zuio ambalo limekaa kwenye maisha yako, mtu wa Mungu nisikilize, hautakaa kunyanyuka, ni mpaka upigane, uling'oe ili uendelee na safari. Kwa sababu hawa watu ilibidi, walienda kuwaomba, wakamwambia tupe ruhusa tupite, na wakamwambia kwamba hatutakunywa maji wala hatutakaa katika nchi yako. Lakini wakawazuia, wakagoma kuwapa ruhusa, na walichokifanya wakakusanya majeshi yao. Kwa nini walikusanya majeshi yao? Ni kwa sababu walitaka kuwazuia wasipite, na njia ilikuwa ni ile ile ambayo Mungu aliwaambia kupita. Na kwa sababu njia ilikuwa ni ile ile, ilibidi wapambane ili waweze kuvuka na kwenda ambako Mungu amewakusudia.
Na ndio maana hata wewe kuna baadhi ya maeneo au kuna baadhi ya vitu kama unafahamu ndani yako kuna uwekezaji wa Mungu ambao Mungu amewekeza ndani yako. Nimekusemesha moja ya kitu ambacho adui huwa anakifanya, anakuwekea mazuio ya kiroho. Lengo lake ni ili usinyanyuke. Lengo lake ni ili usisonge mbele. Lengo lake ni ili usifike kule ambako Mungu amekukusudia. Lengo lake ni ili ubakie pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Tuna watu wengi wamekufa na vitu vikubwa ndani yao. Tuna watu wengi wamekufa lakini Mungu akiwa amewekeza vitu ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu hawakujua cha kufanya. Na utajueje kwamba kwenye maisha yako kwamba kuna zuio? Kitu cha kwanza ambacho utaangalia kwamba utajuaje. Kitu cha kwanza, unakuwa mtu mwenye bidii na kazi lakini hauna matokeo. Maana yake unatumia nguvu kubwa za kutafuta, lakini matokeo unayozalisha ni vichache. Na ndio maana tuna watu si kwamba hawafanyi kazi, wanajituma mchana na usiku, lakini ukija kucheki ukalinganisha bidii yao na kile wanachokifanya ni vitu viwili tofauti. Maana yake ni lazima kuna uonevu. Hujawahi kuona mtu ana kampuni au ana mradi wowote ule, unakuta ana bidii kubwa ya kukusanya malighafi na kupangilia watendakazi seti zote na kufanya kazi kwa bidii, lakini unakuja kuona hadhalishi kitu chochote kwenye kampuni yake. Kampuni yake anajitahidi eza kupata tenda, kupata vitu mbalimbali, lakini hakuna au haoni kupiga hatua yoyote kwenye kampuni yake. Lakini ukija kwenye maandiko, Mungu hajatumbia hivyo. Maandiko anasema Mungu wetu anatupandisha utukufu hadi utukufu. Kwa nini wewe ubaki pale pale? Maana yake Mungu hajakuumba ili ubaki kwenye aina moja ya maisha. Na unapoona unatumia nguvu kubwa kukusanya lakini matokeo ni machache, jua kabisa kuna uonevu kwenye maisha yako. Na ndio maana ukisoma hata kitabu cha Hagai sura ya 1 mstari wa 6, anasema mmepanda vitu vingi lakini mkavuna vitu vichache. Na kuna mahali anasema na yeye apataye mshahara anapata mshahara ili kutia katika nini? Katika mfuko uliotoboka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jicheki, kwa sababu wana wengi wa Mungu wanatumia nguvu kubwa kukusanya, lakini ukija kuwapima kwenye matokeo wanayozalisha ni tofauti na nguvu wanayoitumia. Watu hawajanielewa. Hamkumuelewa Petro alipomwambia Yesu, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Maana yake Petro alitabika usiku kucha kutafuta, lakini hakuna alichokizalisha. Usiku mzima alikuwa anafanya kazi ya uvuvi, lakini ukija kumpima kwenye matokeo hakuna kitu alichopata hata kidogo. Na ndipo mpaka pale ambapo Mungu alisema naye akamwambia, tupa nyavu zako tena. Maana yake kuna watu wako mahali hapa, na ndio maana tusipokuombea siku ya leo utabaki pale pale, kwa sababu moja ya kitu ambacho shetani anakifanya hasa kwa watu ambao Mungu ameweka vitu vikubwa ndani yake, anawazuia ili wasinyanyuke. Na unajua wakati mwingine anapokuzuia wewe usifikiri anakuzuia wewe tu, anazuia hata watu walioko nyuma yako, kwa sababu unapokwama wewe hauishi tu kukwama, wanakwama na mpaka wale wanaokutegemea. Haujawahi kuona mtu au mzazi ana watoto, adui akishashambulia eneo la uchumi, uwe na uhakika kuna mahali hata watoto watakwama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sitakuja kusahau kitu kimoja kwenye maisha yangu.
labda tunatofautiana tulikotoka. Siku moja mama yangu alitupikia chakula kama watoto. Alipopika chakula akatutengea tukala, lakini nikashangaa sana simuoni mama anakula. Tukala tukamaliza, tukanawa na tukakaa, lakini mama nikamuona amekaa pembeni. Tulikuwa bado wadogo. Nikamuuliza, mama, mbona wewe haujala? Mama akaniambia, niliona chakula ni kidogo, ikabidi niwaachie watoto wangu mle. Kati ya kitu sitakuja kusahau kwenye maisha yangu ni hicho. Maana yake kulikuwa na kitu ambacho adui alikuwa ameweka kwenye familia yetu, na si kwamba wazazi walikuwa hawatafuti vitu. Walikuwa na bidii ya kutafuta vitu, lakini wanazalisha vitu vichache, na wakati mwingine wanajinyima ili tule. Lakini Bwana Yesu asifiwe, ambao hatujawahi kupitia hayo maisha Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wenzetu hapa tumepita kidogo kwenye maisha yenye changamoto. Sasa mara nyingi sana shetani wanahakikisha anakuzuia ili usinyanyuke, na anapokukwamisha haishi tu kukukwamisha wewe. Anapokukwamisha wewe, maana yake hata walioko nyuma yako wanakwama. Na ndio maana kama ulikuwa unasomesha watoto, utashangaa watoto unabadilisha na shule. Kama walikuwa shule za private unawapeleka shule za serikali. Kwa nini? Kwa sababu adui kuna kitu na mbaya zaidi, Mungu akiona hata watoto wako Mungu ameweka vitu vikubwa ndani yao, atajitahidi kukupiga wewe ili akukwamishe kwanza wewe, na unapokwama wewe wanakwama na watoto. Maana yake mnajikuta mnashindwa kufika kule ambako Mungu amewakusudia, na mnabaki pale pale. Na kuna watu wengi sana Mungu ameweka vitu vikubwa. Nisikilize mtu wa Mungu, haujaja duniani kwa bahati mbaya. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Nilikwambia jana, haina maana kwa sababu wewe hujui, haina maana kwamba na shetani hajui. Unaweza ukawa hujijui, lakini shetani anakujua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana njia mojawapo ya kuweza kujipima ni pale ambapo unatumia nguvu kubwa kutafuta, lakini unachokizalisha ni kidogo. Maana yake kuna zuio lililowekwa. Kwa nini? Maandiko yanasema ya kwamba, mpenzi, ninaomba ufanikiwe kama vile roho yako ifanikiwavyo. Na kitu ukiniuliza kwamba Mungu ananiwazia nini, nitakwambia moja ya kitu anachokuwazia mema Mungu kwenye maisha yako ni wewe ufanikiwe. Lakini na moja ya kitu ambacho kila wakati adui anakuwazia ni lini atakukwamisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana siku ya leo pia tutaitumia kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba. Na ninaamini kabisa kila zuio ambalo limewekwa kwenye maisha yako lazima likuachie ili uweze kusonga mbele. Kwa nini? Kwa sababu hautaweza kupiga hatua yoyote usipolishughulikia ili zuio. Na ndio maana kuna watu wana vitu vikubwa lakini wamekwamishwa. Kuna watu Mungu amewekeza vitu vikubwa ndani yao, lakini shetani alichokifanya amewakwamisha. Na kwa sababu amewakwamisha, hata wale ambao wanategemewa na wao wamekwama. Paulo aliwahi kusema, sijajua ni wa Korinto au watu gani, aliwahi kuambia, mara ya kwanza nilitaka kuja kwenu, naam, na mara ya pili, lakini shetani akanizuia. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake adui alimzuia Paulo asiende kwa wale watu mara ya kwanza na mara ya pili. Na unaelewa kitu gani? Wale ambao walikuwa wanatarajia Paulo awapelekee alichokibeba hawakukipata. Na Paulo alichotakiwa kukipeleka kwa hao watu alizuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kufunguliwa kwako au kuwa kwako, mnisikilize, wakati mwingine kuna watumishi wa Mungu si kwamba hawawezi kujitolea, isipokuwa wamekwamishwa. Watatoa nini kama wamekwamishwa?
Kuna watu wanampenda Mungu, si kwamba wataki kutoa, lakini wamekwamisha. Kama adui amekwamisha maisha yako, utakuwa na kitu gani cha kutoa? Utakuwa na kitu gani? Au utakuwa na chochote? Na ndio maana ni mpaka uombe Mungu akupe neema ya kukufungua na kuondoa kila madhuio yaliyokaa kwenye maisha yako. Kuna watu tangia waanzishe makampuni hayajawahi kupiga hatua, hayajawahi kuinuka, hayajawahi kuendelea. Na ukituuliza kwamba labda ni mpango wa Mungu, tutakwambia hapana. Kwa nini? Kwa sababu Maandiko anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe. Maana yake moja ya kitu anachokuwazia Mungu kwenye maisha yako ni wewe ufanikiwe kwenye maisha yako. Ni wewe ufanikiwe kwenye uchumi wako. Ni wewe ufanikiwe kwenye huduma yako. Lakini jicheki kama unaona kupiga hatua. Wakati mwingine tukikutananga kama wapendwa, tunaonekana tuko vizuri, lakini ninaamini kabisa kuna watu wakibakigi peke yao wanalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na mbaya zaidi, wengine familia ambazo tumetoka. Ninakumbuka siku moja baba yangu alikuwa ananipiga. Aliponipiga nikaanza kulia, akaniambia, wanaume hawaliagi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tuna wanaume wengi wamekwamishwa na shetani, wamebaki na uchungu ndani ya mioyo yao. Na kwa sababu wakati mwingine mazingira tuliyotoka tuliwahi kuambiwa wanaume hawaliagi, tumejikuta na uchungu wetu tumetulia nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine hatupiti kwenye mazingira mepesi. Fikiri shetani akikukwamisha, maana yake familia yako italala njaa, hautaweza kuihudumia. Na ndio maana ni muhimu sana kuomba, ni muhimu sana kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu kuna watu wanakutegemea kufanikiwa kwako wewe. Na ndio maana kesho yako yamkini imebeba na kesho za wengine. Na ndio maana kupiga kwako hatua kutaiwezesha na familia yako iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua adui akishakukwamisha, ameshakwamisha na walioko nyuma yako. Lakini tunamwamini Mungu. Ninachokiamini, Mungu hajawahi kutuacha. Tunapomtafuta yeye na kumlingana kwenye maisha yetu, hajawahi kutuacha. Na ndio maana hata siku ya leo, kila zuio, kila mipaka ambayo adui ameiweka kwenye kataa, mtu wa Mungu usirizike. Unajua kuna watu imefika mahali mpaka wameona tu wakubaliane na hali. Kwa sababu kakutana na mtu mmoja anasema, yani mimi mtumishi, nimepita kwa watumishi wengi wakubwa unaowajua wewe. Nikamwambia, mama, unisikilize, shida ulikuwa unatafuta watumishi, ulikuwa umtafuti Mungu. Kwa sababu kuna watu wamewapa nafasi watumishi kwenye mioyo yao kuliko Mungu. Na ndio maana watumishi wakishindwa wanazani na Mungu wao ameshindwa. Mtumishi anaweza akashindwa, lakini Mungu hajawahi kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana jifunze kumlingana. Watu walio na imani katika Bwana, hata kama watapata leo, bado wataendelea kumwamini Mungu ya kwamba kesho atatenda. Hata kama watafanikiwa leo, bado wataendelea kujenga imani zao na kuamini kabisa ya kwamba ipo siku nitatoka mahali hapa, ipo siku nitatoka mahali hapa. Na uwe na uhakika, Mungu akishaona ndani yako umejenga imani ya namna hiyo, uwe na uhakika hata sitakufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasoma siku moja ile habari ya wakoma ambao walikaa eneo fulani wakiwa hawajiwezi, na wakapiga hesabu, tufanyeje? Tukienda kule kwenye chakula ndiko maadui zetu wanakaa. Tukikaa hapa tutakufa na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale watu walinishangaza sana, wakasema, sasa tuchague kufa
au twende kwenye chakula ili tukafie kwenye chakula. Lakini walichochagua akasema hapa lazima tusepe kwenye chakula. Na cheki walipoanza tu kwenda, wakiwa wanaenda, Mungu ni wa ajabu. Bwana Yesu, hebu mwambie jirani yako Mungu ni wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipokuwa wanaenda, Mungu akawasikilizishia adui zao vishindo. Wakasema jeshi la Washami linakuja, kumbe ni wakoma. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna vitu havitaonekana kwenye maisha yako kama huja apply mazingira ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiridhika na hali hiyo hiyo, my dear, sahau kuja kunyanyuka kwenye maisha yako. Na ndio maana kuna wakati mwingine hata kama unajiona wewe ni dhaifu, fight kwa ajili ya hatima yako. Fight kwa ajili ya kesho yako. Na Mungu akishaona ndani yako una imani kwa ajili ya kuipambania kesho yako. Kwa nini? Mungu anachokihitaji, mtaji wa kwanza ni imani peke yake. Na ndio maana hakuna mtaji mkubwa kwenye maisha kama imani. Mungu akishaona huyu mtu ameapply mazingira ya imani, uwe na uhakika atafanya. Na ndio maana unachotakiwa ni kumwamini tu Mungu ya kwamba hata kama mazingira ninayopita kwayo ni mabaya kwa sasa, lakini nikitazama kesho yangu ni njema. Hata kama leo yangu ni mbaya, lakini ninakoelekea ni kuzuri kuliko leo yangu. Na Mungu akishaona mazingira ya namna hiyo, mtu wa Mungu, uwe na uhakika ni lazima atafanya. Uwe na uhakika ni lazima atatenda. Uwe na uhakika ni lazima atatembea na wewe. Uwe na uhakika ni lazima atakuwezesha. Uwe na uhakika ni lazima atakusaidia. Na ndio maana hata kama maadui zako wakuchengee maboma, wakuwekee mazuio, wakuwekee ukuta, wakuwekee maboma, Mungu wetu hajawahi kushindwa. Mungu wetu hajawahi kuzuiliwa. Mungu wetu hajawahi kukwamishwa na maboma. Mungu wetu hajawahi kuzuiliwa na mazuilio. Na ndio maana hata Yesu walijitahidi sana kumzuia, kwa sababu walisikia siku ya tatu atafufuka. Wakatafuta kila mbinu, wakafanya kila kitu, wakaweka jiwe kwenye kaburi. Na ninaamini lengo lake ni ili akitaka kufufuka asiweze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wanafunzi siku iliyofuata, siku ya tatu, wakawai asubuhi, wakina Mariamu wanawaza ni nani atakayetuviringishia lile jiwe, kwa sababu tunahitaji kwenda kumpaka mafuta. Lakini kumbe hawakusikia imeandikwa siku ya tatu atafufuka. Na ndio maana haijalishi adui atakuwekea vitu gani kwenye maisha yako, unapomwamini Mungu, haijalishi kuna mazuio ya namna gani. Walijitahidi kuzuia Yesu asitoke kaburini, lakini kwa sababu imeandikwa atafufuka, alifufuka. Na ndio maana unapomwamini Mungu, usianze kutafuta sasa Mungu utanibariki kwa njia gani. Sio swala lako. Unachotakiwa ni kumwamini Mungu na kuapply mazingira ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu chako kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 4 na kuanzia ule mstari wa 18 hadi wa 21, anazungumzia kwa habari ya Ibrahimu ambaye Mungu alimwahidi kumpatia mtoto. Maandiko anasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. Maana yake ndani ya Ibrahimu hata kama miaka ilikuwa imepita, lakini hakuonyesha udhaifu wa imani. Maana yake aliyataja yasiyokuweko kana kwamba yamekuweko. Na Mungu alipoona ile imani ndani ya Ibrahimu, alitiwa nguvu. Na alipotiwa nguvu, Ibrahimu akaamini ya kwamba hakika Mungu aweza kuyafanya aliyoyaahidi. Na ndio maana ikahesabiwa kuwa kwake ni haki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cheki, wakati mwingine wewe yamkini kuna vitu Mungu amekuahidi, lakini labda umeona miaka 2,
mitatu, minne imeenda, umeanza kunyong'onyea, umeanza kuona haiwezekani kabisa. Nisikilize, hata Sara waliahidiwa yule mtoto, wakaona mazingira yanaenda lakini hakitokei walichoahidiwa, lakini walisahau ya kwamba Mungu ni mwaminifu na mwenye haki. Na maandiko yanasema yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Manake anachokiahidi kwenye maisha yako, ukimwamini uwe na uhakika ni lazima atakitenda. Kwa nini? Hata kama miaka itapita ni lazima atakifanya. Hata kama majira yakipita ni lazima atatenda. Hata kama majira yakikuacha ni lazima atafanya. Na ndio maana unachotakiwa ni kumwamini Bwana. Hata kama mazuio adui amekuzuia, mangapi wana uhakika majira haya ninamwamini Bwana ya kwamba nitavuka. Majira haya ninamwamini Bwana ya kwamba haya mazuio hayatanikwamisha. Majira haya ninamwamini Bwana ya kwamba sitakwama walipokwamia wengine. Sikia neno la Bwana, mtu wa Mungu. Hata kama familia yenu imezuiliwa na mazuio mengi, hakuna hata mtu mmoja anayetoka kwenye maisha yako. Hebu muamini Bwana kwenye majira haya ya kwamba mimi nitakuwa wa kwanza kutoka. Na wakikuuliza kwa nini unasema hivyo, unawaambia ninamwamini Bwana kwa maana nimesikia maandiko yanasema ya kwamba yeye ni Mungu ambaye hajawahi kuzuiliwa na mazingira, ya kwamba akiahidi atatimiza, akiahidi atatenda, akiahidi atafanya, akiahidi atafanya. Hajawahi kusema uongo. Kwa nini anasema yeye si mwanadamu mpaka aseme uongo? Wanadamu wanaweza wakakwambia uongo, lakini Bwana hawezi kukudanganya. Wanadamu wanaweza wakakudanganya. Mungu kamwe hajawahi kutudanganya. Wanadamu wanaweza wakakuahidi wasitende, lakini yeye anasema ameikuza ahadi yake kuliko hata jina lake. Maana yake akikwambia atakubariki, uwe na uhakika mtu wa Mungu atakubariki. Akikwambia atakuinua, uwe na uhakika ya kwamba atakuinua. Haleluya! Wangapi wanamwamini Bwana? Wangapi wanaamini ya kwamba majira haya lazima nitainuka? Hebu gonga na jirani yako, mwambie jirani, lazima niinuke majira haya. Mwambie jirani, lazima niinuke majira haya. Mwambie jirani, hakuna zuio litakalobaki kwenye maisha yangu. Mwambie jirani, wamejitahidi sana kunizuia, lakini majira haya ni majira yangu ya kuinuka. Na mimi ninakuombea kwa Bwana. Bwana yaone machozi yako. Bwana yaone machozi yako. Umeomba kwa muda mrefu sana, Mungu hajafanya. Ninakuombea majira haya Bwana na wewe akupe kicheko. Ninakuombea majira haya Bwana na wewe akupe ushuhuda. Ninakuombea majira haya Bwana na wewe akakutangaze ya kwamba wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa. Na maandiko yanasema ya kwamba aliyowabariki Mungu amewabariki, aliyowabariki Mungu amewabariki. Haleluya, haleluya! Wangapi wanaamini ya kwamba lazima nitainuka, lazima nitainuka, lazima nitainuka, lazima nitainuka? Haleluya, haleluya! Na mimi ninakuombea kwa Mungu aliye hai. Wakati mwingine umekuwa unaomba kwa muda mrefu, umekuwa unamkumbusha na ile ahadi, ukimwambia Baba, na mimi nifanyie kicheko, na mimi nifanyie kicheko. Uwe na uhakika hata Hana alizarauliwa sana na mke mwenzake, lakini ilifika mahali alipoumimina moyo wake mbele za Bwana. Bwana alimfanyia kicheko na akasema ya kwamba kila atakayesikia atacheka pamoja na mimi. Na mimi ninakuombea kwa Bwana, yule Bwana aliyetupa neema ya kuja mahali hapa. Ninakuombea akakufanyia kicheko. Ninakuombea akakuwezeshe na wewe. Ninakuombea akakusaidie na wewe. Ninakuombea akakutetee na wewe. Ninakuombea akakupiganie na wewe. Ninakuombea
Ninakuombea majira haya akakuone na wewe, majira haya akakuone na wewe, majira haya akakusaidia na wewe. Majira haya neema ya Bwana ikawe juu yako, neema ya Bwana ikawe juu yako, neema ya Bwana ikawe juu yako, neema ya Kristo ikawe juu yako. Ile kazi uliyoiomba kwa muda mrefu, ninakuombea kwa Bwana, yule Mungu ambaye alisema na itakuwa kabla wajaomba nitakuwa nimefanya, na itakuwa kabla wajaomba nitakuwa nimetenda. Ninakuombea hiyo neema iwe juu yako, ninakuombea hiyo neema iwe juu yako, hiyo neema iwe juu yako, hiyo neema iwe juu yako, hiyo neema iwe juu yako. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema ya kibali kipya. Wamekuchafua sana, wamekuchafua sana, lakini majira haya ninakuombea, Bwana akakusafishe, Bwana akakusafishe na wewe. Rapakanda, Bwana akakusafishe na wewe, Bwana akayaone machozi yako, Bwana akayaone machozi yako, Bwana akayaone machozi yako. Umelia kwa muda mrefu, risanda, risanda, risanda. Wakati mwingine umekata tamaa, rikandarabakoria. Maandiko yananiambia ya kwamba bali wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapata nguvu mpya. Sikia neno la Bwana, mtu wa Mungu. Kwenye uchumi wako Bwana akakuinue tena, Bwana akakuinue tena, Bwana akakuinue na wewe, Bwana akakuinue na wewe, Bwana akakuinue na wewe, Bwana akakuwezesha na wewe, Bwana akakuwezesha na wewe. Haleluya, haleluya. Wangapi wanamwamini majira haya Bwana? Wangapi wanamwamini Bwana ya kwamba majira haya Bwana atatenda jambo? Wangapi wenye imani hapa? Haleluya. Na ninakuombea hiyo neema iwe juu yako, iwe juu yako, iwe juu yako mama, iwe juu yako mama, iwe juu yako mama. Hiyo neema iwe juu yako. Isiishie kwako tu, bali pamoja na watoto wako. Isiishie kwako tu, bali pamoja na uzao wako. Isiishie kwako tu, iwe pamoja na kazi za mikono yako. Maandiko yanasema ya kwamba yeye ni Mungu ambaye atabariki kazi za mikono yetu. Yeye ni Mungu ambaye atabariki kazi za mikono yetu. Na aliyebarikiwa amebarikiwa, aliyebarikiwa amebarikiwa. Ropo sanda, risanda, risanda. Akikubariki Bwana hakuna atakaye kulaani. Akikubariki Bwana hakuna atakaye kulaani. Yesu alimwambia Ibrahimu ya kwamba atakaye kubariki amebarikiwa, atakaye kubariki amebarikiwa. Na mimi ninaitamka hiyo neema iwe juu yako na kwenye kizazi chako. Atakaye kubariki amebarikiwa. Risanda rabakoria, ropo korinda, rikonda, risanda, ropo korinda. Kwenye kampuni yako neema ya Bwana iwe juu yako. Kwenye hiyo kampuni yako neema iwe juu yako, iwe juu yako, iwe juu yako. Na nguvu za Roho Mtakatifu ziwe juu yako, ziwe juu yako, ziwe juu yako, kwa jina la Yesu. Haleluya. Yesu. Nasikia neema ya ajabu sana. Nasikia neema ya ajabu mahali hapa. Nasikia neema ya ajabu. Nasikia neema. Nasikia neema. Nasikia neema ya ajabu. Yesu. 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 Orisandaraba, rikonda, risanda, oribosenda, rikanda,
rapakonda risendira rikonda ripokoria ndarabosa orikanda risanda. Oh, ananiambia yeye ni mwaminifu, ni mwaminifu, ni mwaminifu, ni mwaminifu. Jina lake ni mwaminifu, jina lake ni mwaminifu, jina lake ni mwaminifu. Risanda rabakoria oropokorinda risanda rabako rapakanda rikonda ripoko sanda rabakoria. Wakati mwingine umekuwa ukilia peke yako, rapakanda, ninakuombea Yesu akufute machozi yako. Rapakanda rabakoria. Ninakuombea Bwana akufute machozi yako. Orikanda rabakoria ropokonda rabasaya orisanda risanda ropokorinda rapakoria rikanda risanda ripokorianda ropoko. Hebu mwadhimisha Bwana. Nasikia rapakanda, kuna neema ya urejesho. Risanda rabakoria rapakanda. Wameua kipawa chako, wameua kipawa chako. Rikanda rabakoria neema ya urejesho. Rapakanda risa. Bwana kirejesho. Yes, 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 yes. Uliye mbinguni. Yes, oh my Lord, my Lord. Jina lako Baba litukuzwe. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Ufalme wako uje. Yes, oh, yes, oh. Mapenzi yako ndio Bwana. Ropo sanda risanda risanda. Mungu Baba, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu, mwabudu. Anaelewa, anaelewa, anaelewa mahali ulipo, anaelewa, anaelewa mahali ulipo, anaelewa mahali ulipo, anaelewa binti. Risanda wako uje Baba. Yes. Mapenzi yako Baba yatimizwe. Karibu Baba yangu siku zote. Mwazimishe Bwana, mwambie Bwana karibu siku zote maishani mwangu. Karibu kwa watoto wangu, karibu, karibu kwenye ile ndoa Bwana. Jioni ya leo karibu Bwana. Mwambie Bwana karibu, karibu siku zote, siku zote. Say karibu. Basi Bwana, mwambie Baba yangu sina Mungu mwingine ila ni wewe peke yako siku zote maishani mwangu. Uwe wangu. Endelea kumwadhimisha Bwana. Uwe wangu Yesu. Kwenye hii ndoa Bwana, kwa watoto wangu, uwe wangu Yesu. Kwenye afya yangu, uwe wangu Yesu. Sikia mtu wa Mungu, uliahidi wewe Bwana, Yes, uniachi hadi mwisho wa dari. Ulisema Yes, uniachi. Yes, wewe ni Mungu wewe. Yes, Hebu mpasie Bwana sauti. Siku zote mimi ninaiweka. Angalia Bwana nilivyolia kwa muda mrefu. Uliahidi
Uniahidi wewe Bwana, hadi mwisho wa dahari. Wewe ni Mungu, rakatarabaya jarepo sarakarabaya. Mimi ninaiweka uliahidi wewe Bwana, uniache hadi mwisho wa dahari. Uniache, wewe ni Mungu, siku zote mimi ninaiweka Nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Nyosha tu mikono yako. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kuna watu Mungu anawatafuta. Kuna watu Mungu anawatafuta. Kuna watu Mungu anawatafuta. Holy Ghost, Holy Ghost. Risa. Ribosaya. Oh, rapaseka ro mtakatifu. Risa ndarabako. Yes, Lord. Yes, Lord. Sijajua ni nani, lakini ananiambia usilie tena. Sijajua ni nani, lakini ananiambia mwambie asilie tena, mwambie asilie tena. Risenda. Sijajua ni nani, sijajua ni nani, ananiambia usilie. Silie mtu wa Mungu. Silie. Baba, sijaona mwenye uweza kama wako. Sijaona anayeweza kuitetea familia yangu kama wewe. Sijaona wa kuitetea ile ndoa kama wewe Bwana. Sijaona wa kushughulika na watoto wangu kama wewe. Sijaona Bwana wangu. Sijaona Bwana wangu. Sijaona Bwana wangu. Sijaona Bwana wangu. Rada baba shale kadabaya. Peke yako ninakuamini, peke yako ninakutukuza. Sijaona kama wewe Mungu wangu, sijaona kama wewe Baba yangu, sijaona kuitetea huduma yangu. Ndugu zangu wako pembeni wakisubiria nianguke, lakini bado sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe kuwatetea watoto wangu kule shuleni waliko, kila sehemu walipo. Sijaona Bwana, sijaona Bwana, sijaona Bwana, sijaona Bwana, sijaona Bwana. Oh, sijaona kama wewe, sijaona. Mwazimishe Bwana. Oh, sijaona. Endelea kuadhimisha. Kwenye hayo machozi, kwenye ile ndoa ambayo unakuwa ukilia kwa muda mrefu, leo Bwana anaiponya. Leo Bwana anaiponya. Oh, sijaona. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Endelea, usichoke. Rapaka. Kuna watu masuio yanaondoka. Kuna masuio yanaondoka. Kuna masuio yanaondoka. Kuna masuio yanaondoka. Rapo shaka. Oh,
rapakanda sijaona risandaraba. Sijaona kama wewe mwenye nguvu na sijaona sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. unastahili Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili 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 kuabudiwa. unastahili Endelea, endelea. Rapaseka. Endelea tu kumadhimisha. Risandarabako. Yes. Risekanda. Ni wewe na Mungu. Litache linalokusumbua. Litache linalokunyima usingizi. Litache mbele za Bwana. Risandarabakoria. Rikanda. Rapaka. Mweleze Bwana. Yuko mahali hapa. Mweleze Bwana. Rapakanda rabakoria. Mweleze tu Bwana. Rikanda risonda. Rapakanda risanda rabakoria. Ripaka mtu Arusha. Mweleze Bwana. Ropokonda rapakanda rabaseka. Risanda rabakoria. Ropokonda risanda. Rikonda ripa. Endelea kuomba. Yes. Kuna watu Bwana anawahudumia. Nasikia neema ya urejesho. Rapakanda raba. Risanda. Rapakanda ripokonda. Walikuvua vazi lako. Rapakanda. Bwana anakuvalisha vazi jingine. Bwana anakuvalisha vazi jingine. Bwana anakuvalisha vazi jingine. Ropokolinda. Rapakanda risanda. Rapakanda. Kuna mtu ambaye biashara yake imekwama. Rapakanda. Bwana ananiambia anainua tena biashara yako, anainua tena kampuni yako, anainua tena mradi wako. Rapakanda. Risandaraba. Ropokorinda. Rapakanda. Roboshakanda. Risandarabakoria. Ripakanda. Ropokorinda. Endelea kuomba. Yes, Lord. Endelea kuomba. Yes, Lord. Ndio Bwana. Sanda risanda. Yes, Lord. Kuna watu wana kesho kubwa. Ripasakanda. Alichokiahidi kwako atakitenda. Alichokiahidi kwako atakitenda. Rapakanda rabako. Risanda raba. Endelea kuomba. Unapoomba
kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinatendeka kwenye ulimwengu wa roho, kuna kitu kinafanyika. Rapakanda risanda, oh Baba unisikie, kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinafanyika. Rapakanda risanda, 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 oroboshaka, oroboshaka. Na mimi ninakuombea hiyo neema iwe juu yako na wewe, iwe juu yako na wewe, iwe juu yako na wewe, iwe juu yako na wewe. Oh Bwana asikie kuomba kwako, 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 Bwana asikie kulia kwako. Rapakanda risanda rabakoria, oh asikie, asikie, asikie kuomba kwako. Rapakanda risa ropokorinda rabakoria, rapakasenda rizosa ropokonda rabakoria. Oh ananiambia ya kwamba majira haya hataruhusu, hataruhusu, hataruhusu katoa machozi. Rapakanda rabakoria, oh majira haya hataruhusu ulie tena, hataruhusu ulie tena, hataruhusu ulie tena, hataruhusu ulie tena, kwa jina la Yesu. Yesu, endelea tu kumadhimisha Bwana. I glorify your name, Holy Spirit. Sijaona kama wewe kwenye ndoa yangu, sijaona kama wewe kwa watoto wangu, sijaona kama wewe kwa wazazi wangu, sijaona kama wewe kwenye afya yangu, kwenye biashara yangu, kwenye masomo yangu, kwenye mahusiano yangu, sijaona kama wewe kwenye utumishi wangu, sijaona kama wewe kwenye kanisa langu, sijaona kama wewe kwenye ile ndoa, sijaona kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, kama wewe Bwana. Mwambie Baba, sijaona, sijaona namna unavyowapigania watoto wangu, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe naweza mpazia Bwana sauti zaidi ya hapo.